Samia Suluhu amefunga vyombo vya habari nchini Tanzania kuhusiana na kutangaza mambo yanayohusiana na uchafuzi uliofanyika mwaka jana Oktoba tarehe 29 mwaka jana. Ni mambo ambayo yamezua taharuki nchini Tanzania na tunaenda kuiangazia kwa mapana na marefu na yale ambayo ameyazungumza na mengine zaidi. Zidi kuwa nasi tafadhali, na ikiwa wewe ni mara yako ya kwanza hapa, subscribe, like na kushare video zetu. Naam, kuna ujumbe hapa nataka kusoma ambao umetufikia kwenye chumba chetu cha habari kuhusiana na hali ya taharuki ambayo imekita kambi katika nchi yetu tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA inatoa taarifa kwa umma kuwa mnamo tarehe 31 Machi mwaka 2026, Jambo Online TV kupitia akaunti yake utangazaji wa maudhui mtandaoni ya Instagram pamoja na channel yake utangazaji wa maudhui mtandaoni ya YouTube ilichapisha maudhui ambayo hayakuwa na uhakika nayo na yasiyo na uthibitisho. Maudhui hayo pia yalipotosha umma kuhusu hali ya matukio mbalimbali yanayoendelea nchini na matokeo yanayotarajiwa kutoka kwa tume ya kuchunguza matukio wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana, kinyume na kanuni za maudhui mtandaoni za mwaka 2020 na marekebisho yake ya mwaka 2022 na mwaka 2025. Aidha, katika kipindi kifupi cha takriban miezi 6 sasa, yaani tangu mwezi Septemba mwaka 2025, Jambo Online TV imekuwa na mashauri manne mfululizo ukiukwaji wa sheria, kanuni, masharti ya leseni, maadili, misingi na taaluma ya uandishi na utangazaji wa habari. Hivyo basi, kwa mujibu wa kifungu cha 114 cha sheria ya mawasiliano ya kielektroniki na posta sura ya 306 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023, TCRA inasitisha kwa muda wa siku 90 kuanzia tarehe 2 Aprili mwaka huu leseni ya maudhui mtandaoni iliyotolewa kwa Jambo Online TV, ikiwa ni pamoja na kusitisha utoaji wa huduma ya utangazaji wa maudhui mtandaoni ya Jambo Online TV katika chaneli na akaunti zake zote za mtandaoni. Hapa naona kwamba Samia Suluhu ana overdo, yaani amefanya mengi hadi sasa hivi, sasa imezidi, yaani maji yamezidi unga. Yaani Samia mwenyewe mwaka jana wakati uchafuzi ule ulikuwa unafanywa, hiyo ni baada ya uchaguzi, alizima internet, akazima nguvu za umeme ili kuhakikisha kwamba wanadhibiti mambo ambayo yanatangazwa yanayotoka katika vyombo vya habari, ama simu za mtandaoni za mkononi, ama akaunti za mtandaoni. Kwa hiyo nchi ya Tanzania bado haina uhuru wa mawasiliano, haina uhuru wa kupashana ama wa kupata habari. Maana ukifunga chumba cha habari kwa sababu kilitangaza mambo kuhusiana na yaliyotokea mwaka jana, ina ishara kwamba sasa hivi Samia Suluhu anataka kudhibiti vyombo vyote vya habari. Ndiposa nchini Tanzania sasa hivi channel ambayo unaweza pata ikikwambia mambo ya ukweli kabisa ni Kenyascope, kwa sababu hapa hatubahatishi, tunakuambia mambo jinsi yalivyo. Lakini vingine vyote utagundua kwamba Samia Suluhu na machawa wake wameamua kwamba hakuna jinsi ambavyo watapata kutoa hizo taarifa. Nchini Tanzania sasa hivi vyombo vingi vya habari, wengi wameogopa kutangaza mambo yaliyomo. Hata mwaka jana ukizingatia sana, ukiangalia, ukifuatilia, utagundua kwamba hata ule uchafuzi uliofanyika mwaka jana, yale mauaji
vile visa, kulikuwa na mambo mengi yaliyotokea. Utagundua kwamba vyumba vya habari nchini Tanzania vilihofia, manake utatangaza ndio kwamba vifo vimetokea, yale yametokea sehemu fulani, lakini unyang'anywe leseni, ufungiwe chumba cha habari. Kwa hivyo wengi wamejawa woga kwa sababu ya zile sheria ama ule mkono wa ukatili kutoka kwa serikali ya Samia Suluhu. Na nakumbuka kuna jambo ambalo Tundu Lissu aliongea akiwa mahakamani, pengine lilichangia pakubwa sana hadi Samia akaona huenda Jambo TV inafanya kazi na Tundu Lissu. Kuna wakati wakiwa wanazungumza na John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, jamaa mmoja alijitokeza kumsalimia Tundu Lissu akiwa amebeba kamera. Kisha tunamsikia John Heche akimwambia huyu ni kutoka Jambo TV. Alafu Tundu Lissu akamwambia hao ni rafiki zangu, kuja msalimie, manake Jambo TV haina shida, hao ni rafiki zangu sana. Kuonyesha kwamba Jambo TV huenda ilikuwa inafanya kazi sana na Chadema, na ni jambo ambalo Samia Suluhu hakuwa analitaka na lilimkera zaidi. Unajua hata sasa hivi mambo ni mengi yanayotokea nchini Tanzania kuhusiana hiyo ripoti ya CAG, mambo mengi, jinsi watu wamekuwa hivi karibuni tu, jinsi mambo watu ama wananchi wamekuwa kishabikia vifo vya wana CCM. Mambo kama hayo utagundua kwamba vyumba vingi vya habari ama station nyingi nchini Tanzania, hata zile za online, haziweki maneno haya, haziwezi kuchapisha maneno kama haya kwa kuhofia kunyang'anywa leseni, kuhofia kufungiwa, kuhofia kutekwa, pengine hata kuuliwa. Ndio tunauliza kwamba uhuru wa kupokea habari nchini Tanzania uko wapi? Manake hii karne ambayo tupo sasa hivi tunatarajia kwamba tunapokea habari kwa njia zote kutoka maeneo yote, hata kama ni mitandaoni, hata kama ni wapi, tunapokea hizi taarifa. Lakini Samia Suluhu amefanya jambo ngumu zaidi, kwamba ukijaribu kuzungumza mambo ambayo yanahusu serikali yake, basi ndio hivyo, umenyang'anywa leseni ama umefungiwa. Kwa hiyo Jambo TV kuna wengi walikuwa wanaitegemea sana kwa uharaka wake kujaribu kuchapisha taarifa jinsi zilivyo nchini Tanzania, ila sasa matokeo yake wamefungiwa kwa siku 90. Mahali imefikia Samia Suluhu anatarajia kwamba station zote za Tanzania, vyumba vyote vya habari viwe vinaimba nyimbo za kumsifu Samia Suluhu kutoka asubuhi hadi jioni. Hapo basi atakuwa sawa. Juzi tu kuna taarifa ambayo ilizuka kutoka nchini Kenya. Kuna radio moja ambayo inajulikana kama Radio 47 ambayo waliangazia mambo jinsi yalivyo, hadi wakasema kwamba hata kuna wanablogi wakubwa nchini Tanzania, kina Miladayo, wengi hawawezi chapisha mambo jinsi yalivyo nchini Tanzania. Utagundua kama sasa hivi vyombo vingi vya habari nchini Tanzania vinaangazia zaidi vita vya Iran, ila viweze kuzungumzia masuala ambayo yamo nchini Tanzania, kwa sababu Samia Suluhu amehakikisha kwamba anadhibiti vyombo vyote vya habari kwa kutumia utekaji, kwa kutumia vitisho, kwa kutumia mambo yote, hata mauaji. Hii ni swala ambalo limezua maoni mengi. Najua kuna maoni yako vile vile, niandikie hapo chini kwenye kisanduku cha comment section. Na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa kukutana channel hii Kenyascope, ambayo inakuletea taarifa kama hizi wazi, sisi hatufichi lolote, tunakuletea mambo jinsi yalivyo. Zidi kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na gonga alama ya kengele ndiposa upokee taarifa hizi first hand kila wakati tunapoziweka, manake utapokea notifications.